Mvutano wa muda mrefu kati ya Iran na Israel umeingia katika hatua mpya ya hatari baada ya mashambulizi ya kijeshi yaliyotekelezwa na Israel tarehe 13 Juni mwaka huu dhidi ya maeneo kadhaa ya kimkakati ndani ya Irani, yakiwemo vituo vyake vya nyuklia. Tukio hili limezua taharuki si tu katika Mashariki ya Kati bali pia kwa jumuiya ya kimataifa inayofuatilia kwa karibu hatima ya mpango wa nyuklia wa Irani. Kwa miongo kadhaa, vituo hivi vimekuwa kiini cha mvutano wa kidiplomasia na wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuibuka kwa vita vya nyuklia. Tunaangazia vituo muhimu vya nyuklia vya Irani ambavyo vimekuwa vikitia hofu Israel na vile ambavyo vimesababisha sasa mzozo huu umekuwa kwa kasi kiasi hiki. Kituo cha nyuklia cha Natanz. Kituo hiki ambacho ndicho kikubwa zaidi cha urutubishaji wa uranium nchini Irani kiko takriban kilomita 250 kusini mwa Tehran. Kina sehemu mbili kuu: kituo cha majaribio cha urutubishaji wa mafuta na kituo kikuu cha kurutubisha mafuta kilichojengwa chini ya ardhi ili kustahimili mashambulizi ya angani. Kwa miaka mingi kumekuwepo mijadala kuhusu uwezekano wa Israel kuliharibu au kuharibu kituo hiki kwa mashambulizi ya anga. Natanz, kilichojengwa kwa viwango vya kibiashara, kina uwezo wa kubeba takriban mashine 50,000 za kurutubisha uranium. Kwa sasa takriban centrifuge 14,000 zimewekwa. Kati ya hizo karibu 11,000 zinafanya kazi ya kurutubisha uranium hadi 5% ya usafi. Chini ya makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015, Irani ilikubali kupunguza kiwango hicho hadi 3.67. Hata hivyo, baada ya Marekani kujiondoa kwenye mkataba huo mwaka 2018 chini ya uongozi wa Rais Donald Trump, Irani ilianza kuongeza urutubishaji huo hadi kufikia 60%. Kizingiti cha kurutubisha uranium kwa ajili ya kutengeneza silaha za nyuklia ni 90%. Kituo cha Natanz tayari kimewahi kulengwa na hujuma mbalimbali, likiwemo shambulizi la virusi vya Stuxnet mwaka 2010, operation ya pamoja ya Marekani na Israel, na mlipuko wa mwaka 2021 ambapo Irani ililaumu Israel. Natanz pia hujulikana nchini Irani kama kiwango cha uboreshaji cha Shahid Ahmad Roshan, kwa heshima ya Mustafa Ahmad Roshan aliyekuwa naibu mkurugenzi wa kibiashara wa tovuti hiyo. Aliuawa mjini Tehran Januari mwaka 2011. Kama ilivyo kwa wanasayansi wengine wa nyuklia, mauaji yake yamehusishwa pakubwa na Israel. Kituo kingine ni kituo cha Fordo. Kituo hiki kiko chini ya ardhi karibu na mji wa Qom, takriban kilomita 160 kusini mwa Tehran. Kilifichuliwa mwaka 2009, jambo lililosababisha wasiwasi wa kimataifa kuhusu malengo ya nyuklia ya Irani. Fordo kimeundwa kuhifadhi takriban centrifuge 3,000 na kinastahimili mashambulizi ya anga. Katika makubaliano ya JCPOA, Irani ilikubali kugeuza Fordo kwa kituo cha utafiti na kusimamisha shughuli za kurutubisha uranium kwa miaka 15. Hata hivyo, baada ya Marekani kujiondoa katika makubaliano hayo, Irani ilianza tena urutubishaji hadi 20% mwaka 2021 na kufikia 60% mnamo Novemba mwaka 2022. Fordo pia hujulikana kama Mat Al-Mohammad Complex kwa heshima ya Masoud Ahimad, profesa wa fizikia aliyeuawa Januari mwaka 2009 kaskazini mwa Tehran. Ongezeko la shughuli za urutubishaji kwenye kituo hiki kinaendelea kuwa changamoto kwa juhudi za kimataifa za kudhibiti uundwaji wa silaha za nyuklia, ingawa shirika la atomic la nishati linaendelea kufuatilia kituo hicho. Kituo kingine ni kituo cha maji mazito cha Handab. Kituo hiki kiko karibu na mji wa Handab katika mkoa wa Markaz na kilijulikana awali kama Arak. Kiliundwa kwa madhumuni ya utafiti, lakini kina uwezo wa kuzalisha plutonium inayoweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Chini ya JCPOA, Irani ilisitisha ujenzi wa kinu hiki, ikaondoa msingi wake na kukijaza saruji ili kisiweze kutumika kwa ajili ya silaha. Mpango huu wa kuunda upya hiki kinu ulilenga kupunguza uzalishaji wa plutonium. Irani imejulisha IAEA kuwa inapanga kuanza tena operation ya mtambo huu ifikapo mwaka 2026. Hata hivyo, mustakabali wake bado unaendelea kwa swala
nyeti. Kituo kingine cha nyuklia ni kituo cha Isfahan. Kituo hiki kinajumuisha mitambo ya kubadilisha uranium kuwa mafuta yanayoweza kurutubishwa. Isfahan huzalisha uranium hexafluoride inayohitajika katika kurutubisha Natanz na Fordo. Pia huzalisha mafuta kwa vinu vya nyuklia kikiwemo cha Bansha. Mnamo mwaka 2023 Februari, Iran ilitangaza kuanza ujenzi wa kinu cha 4 cha utafiti katika eneo hili. Licha ya ukaguzi ambao unaendelea, IAEA kuna hofu kuhusu uzalishaji wa madini ya uranium kwa matumizi ya kijeshi. Kiwanda kingine ni kiwanda cha Bansha. Kituo hiki ni kinu pekee cha Irani kinachozalisha nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia. Kipo katika pwani ya Ghuba ya Uajemi kusini mwa Bansha. Ujenzi wake ulianza 1975 kwa msaada wa Ujerumani, lakini baadaye ukakamilishwa na Urusi. Kilianza kufanya kazi mwaka 2011 na hutumia uranium iliyotolewa na Urusi, huku mafuta ambayo yalitumika yakirejeshwa Urusi ili yasiweze kutumika tena kwa madhumuni ya kijeshi. Licha ya kuwa chini ya usimamizi wa IAEA, kuna wasiwasi kuhusu usalama wa mtambo huo kutokana na ukaribu wake na maeneo ya tetemeko la ardhi. Kituo kingine ni kituo cha utafiti cha Tehran. Kituo hiki kidogo cha utafiti kilianzishwa mwaka 1967 kwa msaada wa Marekani kwa ajili ya kuzalisha isotope za matibabu kwa kutumia urani iliyorutubishwa. Mnamo mwaka 1987 kilibadilishwa kutumia urani iliyorutubishwa kidogo. Mnamo mwaka 2009, baada ya kukumbwa na uhaba wa mafuta, Irani ilianza kurutubisha uranium hadi 20%, na mwaka 2012 Irani ilizalisha na kupakia vijiti vyake vya kwanza vya mafuta vilivyotengenezwa nchini kupitia kituo hiki. Kituo kingine ni kituo cha Pachin. Kituo hiki kilichoko kusini mashariki mwa Irani ni cha kijeshi na kimedaiwa kuwa na uhusiano na utafiti wa nyuklia wenye mwelekeo wa kijeshi. Irani inakanusha madai hayo na inasisitiza kwamba Pachin ni kituo cha kawaida cha kijeshi. Wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic haijapata upatikanaji kamili wa kukikagua. Ziara ya mkurugenzi wa IAEA mwaka 2015 haikuondoa wasiwasi kuhusu shughuli za kituo hiki. Mnamo Mei mwaka 2022, mlipuko kwenye kituo hiki uliua mhandisi mmoja na kumjeruhi mwingine, hali iliyoibua wasiwasi mkubwa kuhusu shughuli zake. Mpango wa nyuklia wa Irani unaendelea kwa swala tata kimataifa, likiwa na changamoto za kiusalama, kisiasa na kijeshi, huku vituo vikuu vikiwa katika kituo cha mivutano kati ya Irani na mataifa ya Magharibi. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.